Shtaka la Niffer ambalo ameshtakiwa peke yake, kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili: kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza, washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Niffer peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa mtu yeyote anaweza akawa na maoni, sasa hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu liko mahakamani, wacha tutachakata mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi wakati wa uchaguzi mkuu hati ya mashtaka, mimi mambo ya uchaguzi mkuu ilikuwepo kwa mimi sijui, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu iwapo ni uhaini. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ya Niffer. Sisi kazi yetu ni kuwatetea hawa washtakiwa kwa kadri ya uwezo wetu. Kama nilivyosema, uamuzi wa kuwashtaki kwa uhaini in the first place. Sisi kama wakili wa utetezi tunaona kuna changamoto kadhaa za kisheria na za kimantiki. Lakini kwa swali liko mahakamani, tutalichakata wapi? Mahakamani. Ila kama ungeniuliza mimi kwamba kweli ilikuwa ni sahihi kuwashtaki kwa uhaini kwa fact hizo, sijui ningekwambiaje, lakini yakana kusema tunaacha kwenye common sense ya umma, kila mtu ata process kwa kadri Mungu alivyomjalia uwezo wake wa kufikiri. Lakini sisi mawakili tuna maoni ambayo tutayafikisha mahakamani kwa nguvu zetu zote kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa mahali fulani. Mnamo tarehe 27 nikianza na kesi namba 26388 ambayo inahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao wa Tanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Niffer. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi, na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. Mashtaka ya uhaini kama mnavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, kulazimishwa kutoa maelezo, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu na pia ripoti ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao 22 wa chini ya uongozi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu.